Nurr Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ndugu zangu Waislamu, nimependa siku ya leo tuweze kunasihiana sote ili tulimbikize thawabu ndani ya mwezi huyu wa baraka. Tukumbushane kunako yale mengi ambayo ni mazuri yanayojulikana kuwa yalitokea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, sawa kwenye zama za Mtume Muhammad sallallahu na maswahaba au kwenye zama za wale walioishi kabla yetu, nikimaanisha waja wema. Maana Waislamu wengi wako wale ambao ndani ya mwezi huyu wanalala sana mchana, upuuzi mwingi, kizingishio na hoja ni kwamba saumu imewazidia, kama vile utasema mwezi wa Ramadhani kwao ni mzigo. Subhanallah, Mwenyezi Mungu awaongoze. Miongoni mwa mambo makubwa yaliyotokea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sote tuelewa kwamba ndani ya mwezi huyu wa Ramadhani kwenye usiku wa cheo, nikimaanisha usiku wa Lailatul Qadri, ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha Qur'ani tukufu, ikiteremka duniani, nikimaanisha ikitoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mpaka kwenye Lauhil Mahfudh. Kisha pale Jibril alayhi salatu wasalam akawa anamteremshia nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu kwa muda wa miaka 23 ambayo ndio umri wa utume, miaka 13 ya Maka na miaka 10 aliyoishi mtume wetu Madina. Na hayo ukiyataka kwa upana na marefu, rudia ukasome suratul Baqara aya ya 183, kauli yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao ndanimo imeteremka Qur'an. La pili katika historia, Ghazwatu Badri al-Kubra, vita vya kwanza kati ya Waislamu na washirikina wa Kikureishi zama hizo, Waislamu wakiwa 314 na washirikina wa Kikureishi wakiwa 1000, wakiwa wako na ngamia 70, na ngamia zama hizo zinachukuliwa kuwa ndio gari za kijeshi, wakiwa wako na farasi pia 70, wanapigana na maswahaba 314. Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia maswahaba wakawashinda washirikina wa Kikureishi, jambo ambalo lilipelekea utaji wa Uislamu, utaji wa Mtume Muhammad sallallahu ukazagaa kwenye nchi za Huba za Kiarabu. Na vita hivyo vilitokea, ilikuwa ni tarehe 17 ya mwezi wa Ramadhan mwaka wa pili wa Kiislamu. Lingine kubwa zaidi, Fathu Makkah, Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwenye tarehe 20 za mwezi wa 8, kwenye tarehe 20 za mwezi wa Ramadhan mwaka wa 8 wa Kiislamu, Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliweza kuuteka mji wa Makkah al-Mukarrama na kuyavunja na kuyaondoa masanamu yote yaliyokuwa yanapatikanika ndani ya Al-Kaaba, na hapo ikawa ndio mwisho wa ibada hiyo ya washirikina kwenye Al-Kaaba. Na kuanzia wakati huo mpaka hapo Mwenyezi Mungu atarithi ardhi yake na viliomo, Makkah al-Mukarrama, Al-Kaaba al-Musharrafa, ataabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo yalitokea ni mwaka wa 8 mwezi wa Ramadhan tarehe 20 Naam, lingine kubwa lilitokea ni Fathul Andalus, kuuteka mji wa Andalus ambayo ni Spain au Espanye. Mji wa Andalus unapatikanika katika nchi ya Espanye, na nchi ya Espanye kwa wale wenye kujua jiografia ni nchi ambayo inapana mpaka na nchi ya Morocco, inapana mpaka na nchi ya Morocco, bali ndiyo nchi ya Europe ambayo iko karibu sana na nchi ya Afrika. Wanasema kwamba kapitali mbili ambazo, miji mikuu miwili ambayo inakurubiana sana duniani ni mji mkuu wa Morocco
ambao ni Rabat au Rabat kwa kusema Kifaransa, na mji mkuu wa Spain. Fathu al-Andalus, kuteka mji wa Andalus ambao ni Spain, ilikuwa ni ndani ya mwezi wa Ramadhan kwenye mwaka wa 92 wa Hijiria wa Kiislamu. Waislamu waliweza kuteka mji huo wa Andalus, mji wa Spain, wakiongozwa na jamaa akiitwa kwa jina la Tariq ibn Ziyad, Allah amrehemu, alifanya kazi nzuri. Kisha lingine katika makubwa yaliyotokea ni maarakatu Bilat ash-Shuhada, vita hivyo ambavyo viliita Bilat ya mashahidi kutokana na wengi miongoni mwa Waislamu. Jeshi la Kiislamu lilipoteza mashahidi wengi, walikufa. Hivi vita vilitokea mwaka wa 114 wa Kiislamu ukiwa sambamba na mwaka wa 732 miladia katika mwezi wa Oktoba kwenye utawala wa Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan, ambaye alikuwa ni khalifa al-Umawi aliyehukumu kuanzia mwaka wa 105 na mwaka wa 105 mpaka mwaka wa 125. Kwenye utawala wake huyo mwaka wa 114 ndio hivyo vita vilitokea, ambavyo aliokuwa anaongoza jeshi la Kiislam akijulikana kwa jina la Abdurrahman al-Ghafiqi aliuawa kwenye vita hivyo vilivyotokea katika mji wa Paris ambao ni Paris katika nchi ya Ufaransa. Baada ya kuuana jeshi letu, na lilikuwa linapigana vizuri, lakini walipoona ngawira wakaanza kugombania ngawira. Kama mnavyojua binadamu, ndiyo hali ya vita ikabadilika, wengi miongoni mwa Waislamu wakawa wameuawa, na vita hivyo vilitokea ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kisha katika matokeo mengine makubwa ni maarakatu Amuria ambavyo vilitokea mwaka wa 223, mwaka wa 223 ndio vilitokea vita hivyo, ambavyo aliyokuwa akiongoza vita alikuwa akijulikana kwa jina la Al-Mu'tasim Billah. Kwenye ng'ambo ya makafiri aliongoza vita hivyo akiwa ni jamaa anajulikana kwa jina la Tawfil ibn Mikhail. Hao walipambana sana na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia jeshi la Kiislamu likashinda vita hivyo. Ilikuwa ni ndani ya mwezi wa Ramadhan mwaka wa 223 Hijiria. Kisha vita vingine vilivyotokea ni maarakatu Hittin, maarakatu Hittin ambavyo vilitokea ndani ya mwezi wa Ramadhan mwaka wa 584 vikiongozwa na jamaa kaidi wa jeshi, Allah amrehemu, maarufu sana akijulikana kwa jina la Salahuddin al-Ayyubi, huyo ambaye aliweza kwa mara nyingine tena kuteka mji wa Palestine na kuwafurusha Mayahudi na kutakasa pia msikiti ule Masjidi al-Aqsa. Salahuddin al-Ayyub ilikuwa ni mwaka wa 584 Hijiria sawa na mwaka wa 1187 miladia. Kwenye tarehe 4 mwezi wa 6 ndio vita hivyo vilitokea. Kisha vita vingine vilitokea ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa wale ambao wamekuwa wazembe, ni kulala tu wakati wenzetu walipambana na walifanya kazi ile kubwa, ni maarakatu Ain Jalut ambayo ilitokea. Vita hivi Ain Jalut kwenye mto wa Jalut ilikuwa ni tarehe 25 ya Ramadhani mwaka wa 658 sawa na tarehe 3 Septemba mwaka wa 1260 miladia, ambayo walikuwa wanaongoza vita hivyo. Alikuwa ni jamaa ambaye asili yake ni Masri akijulikana kwa jina la Qutuz, akipambana na Maghlul akawapiga Maghul na Uislamu ukawa umeweza kuzagaa eneo lote lile. Kisha na vita vingine vilivyotokea ni Harbul Ashir min Ramadhan, vita vya 10 ndani ya mwezi wa Ramadhani ambavyo vilitokea katika mwezi wa Oktoba
mwaka wa 1393 Hijiria, sawa na mwaka wa 1973 Miladia, ambalo jeshi la Kimisri likishirikiana na jeshi la Kisuria liliweza kuvuka mto na kuweza kuwapiga wale washirikina waliokuwa wameteka eneo lile. Ndugu zangu Waislamu, hayo ni miongoni mwa matokeo makubwa yaliyotokea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kama tulivyohusiwa na masalafu saleh, walisema lan yuflih akhir hadhihi al-umma illa bima saluhat awwaluha, sisi wa mwishoni katika umma huyu, ummati Muhammad, hatutofaulu, hatutotoboa, hatutopatia isipokuwa pale tutakapofuata nyayo za wale waliotutangulia katika umma huyu, nikimaanisha maswahaba na waja wema walioishi kabla yetu. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa tauba, mwezi wa Ramadhani ni madrasa, ni somo kwetu. Tujipange, tuichukulie kama ndio Ramadhani yetu ya mwisho, tutekeleze ibada ipasavyo, tuache uvivu ndugu zangu Waislamu, na tuyafanye yote hayo tukiwa na hima ya kuweza kutengeneza mengi mazuri ili tupate radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utujalie tuwe miongoni mwa wale watakaoipata Lailatul Qadri, na utujalie tuwe miongoni mwa wale Ramadhani itaondoka ili hali wamefaulu. Allahumma amin. Ibn Nyamur Media, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas.